hamda ni alladhi alwajib liman lahu kullu kamali والثناء تام لمن تفرد بالجلال والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أرسله بأرشد الطرائق والمذاهب واختاره من صفوة النجباء والنجائب وبعثه من أطهر المنابت والمناصب من شجرة مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وبعد nuzangu, katika miendelezo ya darasa zetu ndani ya mapito ya kitabu hichi cha Masajidun Nisa, alhamdulillah twafika sasa ukurasa wa 33. Kichwa cha habari chake kinasomeka fardiyatu istiqrari nisa fi buyutihinna. Leo tutatazama na kuona ufaradhi wa wakina mama kutulia katika majumba yao. Ni fardhi. Nini kilitokea lama alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala arada an yutahhira almuslimin, au taharisha waislamu wawe wasafi kutokamana na maasi na makosa makubwa na madogo, pengine yangelisababishwa na wakina mama wa kule kupatikana ikhtiyati ya hapa na pale katika ashawari'i na pahala pengineko. Faqad amara nisaa, ndiko Mwenyezi Mungu akawaamrisha wakina mama bil istiqrari fi buyutihinna, kwa wao watulie majumbani wasitoke. Wajala ibadata al-istiqrar, sawa, na kisha kajalia ibada za wao kutulia majumbani min afdali ibadati an-nisa, ni miongoni mwa ibada zilizo tukufu sana kwa wakina mama, bil ajri, kwa wao kupata ujira, wa thawabi, na thawabi, wa darajati, na daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liannaha, kwa sababu jambo hili la wao kutulia majumbani, tudhiriku, linakwenda katika ujira kuwa sawasawa, kufika thawabu wanazozipata amal almujahidin, wale watu wenye kufanya kazi ya kupigana katika jihadi, ai kwa maana fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bayani ya masala haya, tazama riwaya. Ruya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema lipo jopo kundi la wakina mama, jiina nisau ila rasulillah, walitembea wakamfuata mtume alipo. Fakulna, wakamwambia ya Rasulallah, dhahaba rijalu bilfadli, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wanamume wamebeba ubora na ujira wote. Kwa sababu gani? Na kama haitoshi, hata asili ya jihadi wao wanakwenda jihadi fi sabilillah. Famala la amalun nadiriku bihi amal almujahidin, sisi tuna amali gani, tuna ibada gani ambayo wakati twaifanya ujira wake unakuwa mkubwa mpaka kiasi kuwafika wale wanaopigana jihadi katika sabilillah? Famalana, tuna nini sisi tukifanya? Basi bwana mtume akasema, man qa'adati minkunna fi baitiha, yeyote mwenye kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu kiasi cha yeye kukaa katika nyumba yake, tadhiri kwa amala almujahidin, thawabu anazozipata zinakwenda kuwafika, zinakwenda kupata, zinakwenda kuwafika, au zinakwenda kuwapanda, au anakuwa ni mtu anayepata thawabu za watu wanaopigana jihadi fi sabilillah. Kuyujala buyuta an-nisa, katika tafsiri ya Ibn Kathir, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia nyumba ambazo kwazo wanaishi wakina mama mle ndani ndio masajidahunna, iwe ndio misikiti yao, litaadiyati ibadatihinna,
ili wapate kutekeleza ibada zao mbalimbali, mfano kasalati wa zaka, kama vile sala na zaka, wal adhkari na dhikiri, katahlili wa tahmidi, kama vile tahlili na tahmidi, wa tasbihi wa salati ala nabi, fakadhalika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, wal istighfari na kutaka maghfira, msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama haitoshi, sawa, wa khidmatil azwaji, na kuwa kule wao wanawahudumia waume zao, wa tarbiyatil atfali, na kule kwa wao ni wenye watoto, wale watoto katika majumba, fi buyutihinna, ndani ya majumba yao, wa ghairi dhalika min alibadati, na kuacha hizo jumla nyingi, ibada nyingi wazifanya katika majumba yao. Lidhalika sama Rasulullah, kwa sababu hiyo ndivyo bwana mtume aliita buyutan nisai masajidan, kwamba nyumba za wakina mama ndiyo misikiti yao. Alisemaje? Khairu masajidin nisa, akatumia neno masajid, kwamba msikiti ulio bora kwa mwanamke, ulio kheri ndani yake inayopatikana, kwa maana kutoka hapo nyumbani kwake si kheri kama ambavyo angelisalia ndani kwake. Ni qaru buyutihinna, ni sehemu iliyo ndani ya nyumba yake, ile ambayo kaitengeneza ndani ya chumba chake, sehemu maalumu kabisa, takhasusu yake kwa ajili ya kuswali. Riwaya al-Imam Ahmad na al-Imam al-Baihaqi. Wa aujaba salata nisa fi buyutihinna, na akawajibisha swala za wakina mama katika majumba yao, lianna al-buyuta hiya al-makanu alladhi amarahunna Allah bil istiqrar, kwa sababu nyumba ndiko pahala ambako Mwenyezi Mungu aliwaamrisha wakina mama watulie mule, na ndio maana hata ibada mbalimbali zikawa faradhi lazima zitekelezwe katika majumba yao. Tizama dalili ala dhalika qawluhu ta'ala, wadhkurna ma, na msome ama mzungumze, ma yutla, yale yanayotakikana kusomwa, kwa maana msome yale yanayotakikana kusomwa, fi buyuti kunna, mjikumbushe katika dhikiri mbalimbali za Qur'ani ndani ya majumba yenu, min ayati Allah, katika miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu, wal hikma, na hekima mbalimbali. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapa mtume anasema khairu salati nisa, swala iliyo bora kwa mwanamke, fi ka'ri, na ile iliyo ndani ya chumba chake, buyutihinna, cha nyumba yake. Al-Imam Tabarani maneno haya kayapokea. Inshallah tuweke kituo ndugu zangu, tuje tuondoke na ndugu yangu, tuje tuondoke na almanhiyatu, makatazo.